Shirika la World Vision limekuwa ni mojawapo ya watekelezaji wakuu wa huo mpango jumuishi kwa kushirikiana na serikali. Kupitia huu mradi wa Enrich ambao unatekelezwa kwenye maeneo makuu matatu, kwenye level tunasema ni ngazi kuu tatu. Kuna ile ngazi ya juu kabisa ambayo tunaita ni macro level. Kwenye ngazi ya juu huu mradi unasaidia katika kuandaa miongozo policy ambazo tunasema miongozo ya kisera. Na kupitia huu mradi kama serikali tumeweza kunufaika kwa sababu shirika la World Vision limetusaidia katika kufanyia mapitio mpango kazi ule jumuishi wa lishe ambao unaisha mwaka huu 2026. Kwa hiyo wametusaidia wametoa rasilimali ambazo zimesaidia katika kufanyia mapitio, yani tunasema mid-term review. Vile vile shirika la World Vision pia limesaidia katika nchi katika kuandaa tunasema kuandaa commitments za kitu tunaita global growth for nutrition, ambazo kama nchi zile ahadi tumeziwasilisha Paris. Kwa hiyo ni mojawapo ya ambavyo ni vitu shughuli ambazo tumesaidiwa na World Vision. Vile vile World Vision imetusaidia katika kufanyia mapitio sera ya taifa ya chakula na lishe, na pia inasaidia katika inaisaidia nchi katika kushiriki kwenye mikutano mbalimbali. Kulikuwa na mkutano wa African Union ambao kulikuwa kuna wanafanyia mapitio ule mpango mkakati. Kwa hiyo shirika la World Vision lilisapoti wadau 5 kutoka Tanzania kushiriki mkutano huo. Na vile vile ukiacha kwenye ngazi ya taifa, vile vile kwenye meso level, kwenye ngazi ya tunasema ngazi ya service delivery au utekelezaji, pia shirika la World Vision limekuwa likishirikiana na secretariat za mikoa pamoja na halmashauri katika kutekeleza shughuli mbalimbali. Zimesaidia katika kuipatia nchi zana mbalimbali. Pia imesaidia katika kujengea uwezo watumishi, na pia kwenye level ya jamii, ngazi ya jamii pia shirika la World Vision pia linashirikiana na serikali katika kutusaidia kufanya shughuli mbalimbali kwenye jamii. Lina miradi ambayo moja kwa moja inafanyika kwenye jamii. Kwa mfano kuna zile tunaita PD Health Sessions ambazo ni afua ambazo zinatekelezwa moja kwa moja kwenye jamii. Pia shirika la World Vision pia zinasaidia pia katika kwenye masuala mazima ya ajenda, kuisaidia jamii, kushawishi wanaume kushiriki kwenye masuala mazima ya afya pamoja na lishe. Kwa upande wa Shinyanga unakotekelezwa mradi, kwa kweli Wizara ya Afya imekuwa ni sehemu ya kufanya ufuatiliaji, kwa sababu mradi unatekelezwa Shinyanga, lakini sisi kama wizara huwa tunakwenda kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, huwa tunakwenda kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji. Na kwa kweli tumeona kumekuwa na kumekuwa na improvement kwenye masuala mazima ya lishe, hasa kwa mkoa wa Shinyanga ambako unatekelezwa. Tumeona kwamba watoa huduma wamejengewa uwezo, kuna baadhi ya vifaa vimenunuliwa, tools kwa mfano vile vitabu vya watoto na tools nyingine nyingi ambazo zinatumika kwenye kutoa huduma kwenye vituo. Vile vile wamesaidia pia kuhakikisha kwamba masuala mazima ya ukusanyaji wa takwimu kwa ajili ya kuzifanyia maamuzi. Wamesaidia kwa kweli. Kwa upande wa Shinyanga tunaona kidogo na improvement. Nipende kuchukua nafasi hii kwanza kuwashukuru wadau wetu ambao ni shirika la World Vision kupitia mradi wa Growing Rich ambao unatekelezwa katika halmashauri ya Shinyanga DC katika kata 6 na vijiji 29, lakini pia kwa halmashauri ya Kishapu unatekelezwa katika kata 3 katika vijiji 12. Mradi huu umeleta mabadiliko chanya katika sekta ya afya katika maeneo makuu nitakayoyataja. Mojawapo ni lishe, lakini pia
umetusaidia kuinua au kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Ni eneo mojawapo ambalo lilikuwa linatekelezwa na mradi, lakini pia kitu kingine limeondoa ile tabia au mila potofu za kwenye jamii kuhusiana na masuala mazima ya lishe. Hapo awali tulikuwa na mila tofauti ambazo wazazi hasa maeneo ya vijijini yalikuwa yanadumaza hali ya lishe kwa watoto, lakini kwa sasa hivi tunaona mabadiliko chanya kwenye jamii, lakini pia tumeona mabadiliko kwenye familia zetu kwa maana ya wababa hasa maeneo ya vijijini. Tulikuwa tunaona wababa washiriki katika masuala mazima ya lishe, lakini kupitia shirika la World Vision wametusaidia na wamekuwa na hiyo hamasa ya kuwahusisha wababa, nao wamekuwa kipaumbele katika swala zima la lishe hasa katika ngazi ya familia. Lakini ukiachana na hilo, tuna vikundi ambavyo viliundwa na lengo kubwa vile vikundi vilikuwa ni kuwa na kiongozi na kila kiongozi kuwa na kundi ambalo analisimamia, na lengo kubwa ilikuwa ni kuwaelimisha kuhusiana na masuala mazima ya lishe, lakini pia kuhusiana na masuala mazima ya mama wajawazito, namna gani ya kuwahimiza kuwahi kliniki, lakini pia kujua vidokezo vya hatari kabla ya hatari kutokea. Hayo yote yametekelezwa na shirika la World Vision, lakini pia kuna tabia ambayo imejengwa kupitia shirika la kuwajengea uwezo wananchi wa maeneo ambayo mradi ulikuwa unatekelezwa, namna gani wanaweza wakahifadhi hela zao kwa ajili ya lishe, lakini pia namna gani wanaweza wakahifadhi hizo fedha kwa ajili ya kupata huduma za kiafya. Tunafahamu huduma za kiafya zinaweza zikatokea wakati wowote, changamoto za kiafya hasa kwa mama wajawazito sisi tunaichukulia ni kama dharura, lakini kupitia shirika limewajengea sasa uwezo wananchi, wana uwezo wa kutunza fedha kidogo kidogo toka akijijua kwamba ana ujauzito, lakini pia hizo fedha zinasaidia katika familia kuinua hali ya lishe, na hasa tunazingatia kundi hili la watoto chini ya miaka 5. Ni kundi ambalo tukilijengea msingi bora katika lishe, tuna imani baada ya miaka kadhaa tutakuwa na vijana wenye afya na akili. Kisayansi tunasema siku 1000 za mwanzo za ukuaji wa mtoto zinahitaji lishe bora. Haya yote yamefanywa na shirika la World Vision kwa kushirikiana na serikali ya mkoa wa Shinyanga, kwa maana mkoa pamoja na halmashauri. Before mradi hali haikuwa nzuri katika hayo maeneo, na kupitia takwimu tuliona ni maeneo ambayo yanatakiwa kujengewa uwezo wa kusimamiwa katika masuala ya lishe, lakini pia na masuala ya uzazi kwa maana ya mama wajawazito, namna gani ya kuepuka kuingia katika hatari. Na hayo yote yamefanywa na World Vision na ametusaidia kama mkoa, na mpaka hapa tulipo tunaendelea na utekelezaji wa afua za lishe, lakini pia na afua za kuzuia vifo vitokanavyo na uzazi. Mradi huu ni wa miaka 5 na ulianza mwaka 2023 na tunategemea utaisha mwaka 2027.